وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفقه سليمان فقهنا. أبارك حميدي الله تبارك وتعالى رحمة Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika darsa leo biidhni taala taingia katika kauli muallif anaposema kauluhu taala wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a. Allah tabaraka wa taala anasema wa'budu llah, maabudu Allah, wa la tushriku bihi shay'an, wala usimshirikishe na chochote. قال الشارح حفظه الله هو الشيخ صالح الفوزان لا تشركوا واتركوا الشرك وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. Yakuwa nyinyi acheni shirki, na shirki maana yake ni kuweka sawa asiyekuwa Allah, fima huwa min khasa'is Allah, katika mambo ambayo yanafungamana na Allah tabaraka wa taala. شيئا نكرة في سياق النهي وتعم الشرك كبيرة وصغيرة. Hapa shay'an ni nakira fi siyaqi nahy. Hii ni katika sehemu ya nini? Ya makatazo. Sasa hapa fataumu shirka ikaje kufungamana na shirki kabira wa saghira, shirki kubwa na shirki ndogo. Al-maana al-ijmali, maana ya kijumla lil-aya, wa aya hii يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha waja wake wamwabudie peke yake, kutomshirikisha na chochote. Wayanhahum ani shirki, akawakataza shirki. Walam yakhussa naw'an min anwa'i al-ibada, na hajahusisha vipengele katika vipengele vya ibada. La dua, si dua, wala salah, wala si swala, wala ghairihima, wala si vinginevyo. Liyaumma al-amra jami'a anwa'i al-ibada, ili hii amri hii ikusanye sampuli zote za ibada. Walam yakhussa naw'an min anwa'i shirk, wala yahusisha sampuli katika sampuli za shirki. Liyaumma an-nahi jami'a anwa'i shirk, ili makatazo yafungamane na sampuli zote za shirki. Munasabatul aya lilbab, munasaba wa aya wa mlango huu, annaha ibtada'at bil amri bit tauhid. Yakuwa aya hii imeanza na amri ya nini? Ya tauhid. Sema wa'budullah, hapa ni al-amru bit tauhid, hapa naamrisha tauhid. Wan nahy 'an shirk, na kukataza shirki. ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. أصحاب تفسير التوحيد يقول بأنه عبادة الله وحده، معبود الله سبحانه وتعالى peke yake, وترك الشرك، na kuacha shirki, kutomshirikisha Allah. ما يستفاد من الآية، tunatufaidika katika aya wujubu ifradi llahi bil ibada, wajibu wa kumpekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada. Lianna Allah amara bidhalika awwala, Allah aliamrisha hiyo na akasema wa'budullah, mwabudu Allah. Fahuwa akad lilwajibat, ila multi iliyomkazo katika nini? Katika wajibat, katika vitu vilivyo lazima. Pili, tahrimu shirki, wa haramu nini wa shirki. Lianna Allah naha anhu, sababu Allah alikataza. Huwa ashaddu almuharramat, katika vitu vya haramu vilivyokatazwa kwa ukali hivi. Tatu, anna ijtinaba shirki shartun fi sihhati alibada, ya kwa kuepukana na shirki sharti katika usahihi wa ibada, ya kwa ibada yako iweze kuwa sahihi mpaka utapoepuka na shirki. Lianna Allah qarana al-amra bil ibada, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa mwenye kufungamanisha maamrisho yake kwa ibada. Binahi an shirki an,
kukataza kutomshirikisha, na akasema wa'budullah, hii ni amr, wala tushriku bihi shay'an, vile vile ni amr. Faqala al-amru bil ibada bin nahi ani shirk, akawa mwenye kufungamanisha ibada kwa kukataza watu wasimshirikishe katika ibada. Rabi'an, anna shirka haramun qaliluhu wa kathiruhu, ya kuwa shirki ni haramu uchache wake na wingi wake. Kabiruhu wa saghiruhu, kidogo chake na kikubwa chake. Lianna kalimata shay'an nakiratun fi siyaq an-nahy, kwa sababu neno la kitu ni nakira fi siyaq an-nahy, hii ni katika njia ya makatazo. Fataumu kulla dhalika, imefungamana yote. Khamisan, tano, annahu la yajuz an yushraka ma'a Allahi ahadun fi ibada, haifai mtu kumshirikisha Allah katika ibada. La malakun muqarrab, la malakun wala nabii, si malaika wala si mtume, wala salihun min al-awliya, wala mtu mwema katika mawali, wala sanam wala sanamu. Lianna kalimata shay'an amma, sababu neno la shay kitu ilikuwa lenye kukusanya. Wa qawluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Qul, sema, ta'alu, kujeni, atlu ma harrama rabbukum alaykum, niwasomeni nyinyi alichoharamisha Allah. Alla tushriku bihi shay'an, msimshirikisha Allah na chochote. Ndio Sheikh Saleh Al-Fawzan akisherehesha akasema ta'alu ya halumu wa aqbilu, ya kwa njooni, atlu aqsus alaykum, na wasimulieni nyinyi, wa ukhbirukum, na waelezeni nyinyi. Harama alharamu almamnu'u fi, haramu iliyokatazwa. Wa huwa ma yuaqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu, anakuwa mwenye kuadhibiwa ule anayetekeleza na anapata thawabu ule ambaye anaacha. Al-ayat ay ila akhir al-ayat al-thalath min surati al-an'am, mpaka mwisho wa aya tatu hizi katika surati al-an'am. Min qawli, kuanzia qawli yake qul ta'alu, ila qawlihi fi khitam al-aya al-thalitha, mpaka katika mwisho wa aya ya tatu. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-ma'na al-ijmali, maana ya jumla aya hii, ya'muru Allahu nabiyya, Allah anamrisha mtume wake, an yaqula li haula'i al-mushrikin, ambao washirikina hawa, alladhina abadu ghayra Allah, ambao wamaabudu asiyekuwa Allah, wa harramu ma razaqahum Allah, wakaharamisha alichoruzukisha Allah, wa qatalu auladahum, wakaua watoto wao, taqarruban lil asnam, kujikurubisha kwa masanamu. Fa'alu dhalika bi araihim, walifanya hiyo kwa rai zao. Wa taswili shaitani lahu, na vile vile wale mashaitani kuwapumbaza kwa hilo. Halummu aqussu alaykum, ndio hapa kaambia kujeni niwasimulieni nyinyi, ma harrama khaliqukum, alichoharamisha muumba wenu, wa malikukum, na mfalme wenu, tahriman haqqan la taharrudan wa dhannan, uharamu wa kweli kweli, si wadhana. Bal biwahyi minhu, bal wahyi kutoka kwa Allah, wa amri min indihi, na amri kutoka kwa Allah. Wadhalika fima wasakum bihi fi hadhihi alwasaya al-ashr, hii katika zile wasia 10 ambazo walitoa wasia nazo. Allati hiya awwala, ambao ni ya kwanza, ni wasakum alla tushriku bihi shay'a, aliohusia nini? Msimshirikishe na chochote. Wa hadha nahi an shirki umuman, hii inakataza shirki zote, kila aina ya shirki, kila sampuli ya shirki. Fashamila kulla mushrikin bihi bi anwa'i al-ibadati, ikafanya ikanye kufungamana kila mushrik min anwa'i al-ma'budat, katika sampuli za zenye kuabudiwa, min duni la pasi na Allah. Wa kulla mushrikin fihi min anwa'i al-ibada, na chochote ambacho kinashirikishwa katika sampuli za ibada. Thaniyan, pili, wasakum an tuhsinu bilwalidaini ihsana, alifanya nini? Alikuwa wenye kuhusieni nyinyi kuwafanyia, kuwatendea wema wazazi wawili. Bibirrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyati llah wa tarki at-tarafu'i alayhima,
ya kuwa muwafanye wema hawa wazazi wawili, bibirihima, kuwatendea wema, wahifdhihima, na kuhifadhi hawa wazazi wawili, wasiyanatihima, vile vile kuwatengeza hawa wazazi wawili na kuwajali, wa ta'atihima, na kuwatii, fi ghairi ma'siyati llah, basi kwa kuasi Allah tabaraka wa taala, wa tarki tarafu'i alayhima, na kujiweka juu yao wazazi wawili. Thalithan, tatu, wasakum alla taqtulu auladakum min imlaq, amoseni nyinyi musiwe watoto wenu kuhofia nini? Kuhofia ufakiri. Musiwaue watoto wenu kuhofia ufakiri. Wala taqtulu abnaakum khashyata alfaqri, musiwe watoto wenu kuhofia ufakiri, kuhofia kuwa maskini. Fa inni raziqukum wa raziquhum, na kwa mimi naruzuku ninyi na wao. Walastum tarzukunahum, ninyi hamruzuku wao. Bal wala tarzukuna anfusakum, wala mdiruzuku ni wenyewe. Rabi'an, nne, wasakum, amawasini nyinyi, alla taqrabu alfawahisha, msikurubia maovu, ma dhahara minha wa ma batan, iliyo wazi na iliyofichika. Msikurubia maovu, ay almaasi adh-dhahira wal khafiya, maasi iliyo dhahiri iliyo wazi na iliyofichika. Khamisan, tano, wasakum alla taqtulu an-nafsa allati harrama Allah qatlaha, aliwahusia msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha kutoiua. Wa hiya an-nafsu al-mu'min, mu'mina, ni nafsi iliyoamini. Wal muahada illa bil haqqi, na nafsi ambayo kuna ahadi kati yako na yeye, illa bil haqqi, isipokuwa kwa usawa. Alladhi yubihu qatlaha qisas au zina, ambayo inakubalika kuuawa katika kisasi, kwa sababu kisasi unakubaliwa kuua, au zina, au katika uzinifu, ule mwanamke ambaye anayezina alikuwa ameolewa baada hisani. Hapa wanasema baada ya kuwa ameolewa. Sasa hapa mwanamke na mwanaume wanazini nje ya ndoa, wanafanya kitu cha rajm mpaka kufa, au riddatin baada islam, na mtu kuritadi baada ya Uislamu. Sadisan, sita, wasakum alla taqrabu mala al-yatim, aliwahusieni nyinyi msikurubie mali ya mayatima. Huwa tiflu alladhi mata abuhu, ni mtoto ambaye babake amekufa. Illa billati hi ahsan, isipokuwa ile kwa usawa. Min tasrifihi bima yahfadhuhu, ili kumpa kwa anachokihifadhi, bima yahfadhuhu wa yunammihi, ya kwa wewe unakuwa mwenyewe kumpatia ile mali yake kwa usawa. Wa yunammihi lahu, na iache ile mali na kuwa, kwa sababu ni mali ya yatim. Hata tadfa'uhu ilayhi, mpaka umpe yeye. Hina yablugha ashudda, wakati anapobalighi, ay ar-rushd wa zawalu safahi ma'a al-bulugh, pindi anapofika umri ya kujielewa na umri ya kubaligha, unakuja kumpa mali yake. Sabian, ya saba, akasema wa awful kayla idha kiltum, wa awful kayla idha kiltum, kutimizeni wizani mpini mnapopima, bilqisti, kwa uadilifu. La nukallifu nafsan illa wusaha, kalifu nafsi isipokuwa kwa uwezo wake. Aqimu al-adla, simamisheni uadilifu, fil akhdhi, katika kuchukua, wal i'ta, katika kupeana, hasba istita'atikum, namna mnavyoweza. Thaminan, nane, wa idha qultum fa'dilu, wa idha qultum fa'dilu, na mnaposema basi kuweni uadilifu. Walau kana dha qurba, hata kama nyinyi ni watu wa karibu. Vile vile amara bil adli fil qawli, amaamrisha kuwa mwadilifu katika maneno. Ala alqaribi wal ba'id, kwa aliye karibu na aliye mbali. Baada al-amri bil adli, baada ya kuamrisha kuadilifu fil fi'li, katika vitendo. Tasi'an, tisa, wa bi'ahdi llah, ay wasiyati allati wasakum biha, wasia ambao Allah amehusieni nyinyi. Wa awfu, ay inqadu lidhalika,
watimizeni hiyo bi an tuti'u, mtii Allah fima amara bihi, wa alichoamrisha, wanaha anhu, na akakataza, wataallamu bikitabihi wa sunnati nabiyhi, someni ya kitabu chake na sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashiran, nane, wa anna hadha sirati mustaqiman, kuwa hii ni njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu, ifuateni, wala tattabi'u subula, wala msifate njia zilizokando, tafarraqa bikum an sabili, kapotea katika njia yake Allah tabarak wa taala aliyoonyesheni nyinyi. Alladhi awsaytukum bihi, ambao ametuwasia nao fi hatini alayatain, katika aya hizi mbili, min tarki almanhiyat, waacha makatazo, wa a'dhamuha ashirk, ilichukua nini ni shirki, wa fi'l alwajibat, ni kufanya kilichowajibu kilicho lazima, wa a'dhamuha at-tauhid, kilichukua ni tauhid, wa huwa siratul mustaqim, ni njia iliyonyooka. Fattabi'u, ifuateni, wala tattabi'u subula albid'a wa shubuhat. Sasa hapo, wala tattabi'u subula, usifuate njia zilizo kando, mwini ambao ni albid'a, uzushi, wa shubuhat. Shubha ni mashtabaha bihaqqin wa laysa bihaqq, kilichofanana na ukweli na si ukweli. Fatafarraqa bikum an sabili tamil wa tushaddid bikum an dinihi, fani tamil ndio mwenye kuegemea, wa tushaddid bikum an dinihi, kawekeni mbali na dini yenu. Ndio hapo katika Allah hapo anasema wala tattabi'u subul, sifata bid'a, kwa sababu katika mwezi wa Rabiul Awwal kuna bid'a ya Maulid, ambao hii ni katika uzushi ambao waliouzua al-Fatimiyun, kwa sababu hii bid'a ya Maulid ilianza katika dola al-Fatimiyya, ndio ilianza. Sasa maana ilianza na Mashia, hasa ndio masufi wakafanya nini, wakaja kufuatilizia ambao katika al-muhdathat, katika mambo ambayo iliyoleta, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhusia watu washerekea mazazi yake. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia sisi tufunge Jumatatu. Sallallahu anasema inni asumu litinin lanani ulitu fi, sema kwa mimi nafunga Jumatatu kwa sababu ni siku ambayo mimi nilizaliwa. Wa yawmul khamis, na siku ya Alhamis, lianna al-a'mal tu'radu ila Allah, sababu amali hizi zinaelekezwa kwa nani? Kwa Allah. Munasabatul aya bil bab, munasaba wa aya wa mlango huu, anna Allah subhanahu dhakara fiha jumalan min al-muharramat, Allah subhanahu wa ta'ala alitaja sampuli za haram. Ibtidaha binnahi an shirk, alianza kukataza shirki, wanahyu anhu, na kukataza yastadi al-amra bitawhid, kukataza shirki, amri inavutia kuamrisha nini? Tauhid bil iqtida. Fadalla dhalika, ikawazi ala anna at-tauhid awjabu al-wajibat, na tauhid ni katika mambo yaliyo lazima, wa anna shirki, yakuwa shirki a'dhamu al-muharramat, katika haramu zilizokubwa. Ma yustafadu min al-ayat, katika zinazofaidika katika aya hizi. Kwanza, anna shirka a'dhamu al-muharramat, kwa shirki katika haramu zilizokubwa, wa anna tauhida awjabu al-wajibat, kwa tauhidi katika vitu zilizokubwa katika wajibat. Thaniyan, pili, idhamu haqqul walidain, ukubwa wa haki za nani? Za wazazi wawili. Thalithan, tatu, tahrimu qatli nafsi bighairi haqq, wa haramu wa kuua nafsi pasi na haki, la siyama idha kana al-maqtul min dhawi al-qurba, sana sana hiyo katika ule ambaye anauawa katika wanafamilia. Rabi'an, nne, tahrim akli mali al-yatim, kuharamisha kula mali ya mayatima, wa mashru'iyyatu al-amali ala islahihi, na sheria kufanya kazi kuitengeneza. Khamisan, tano, wujubu al-adli fi al-aqwal, wajibu uadilifu katika maneno, wal af'al, na matendo, ala al-qaribi, kwa aliye karibu, wal ba'id, na aliye mbali. Sadisan, sita, wujubu al-wafa'i bil ahdi, wajibu wa kutimiza nini? Ahadi. Sabian, saba, wujubu ittiba'i dini al-islam, wajibu wa kufuata dini ya Kiislamu, wa tarki ma'ada, na kuacha kilichokuwa ambacho si katika Uislamu. Thaminan, nane, anna at-tahlila wa at-tahrim haqqun lillah, kwa kuhalalisha na kuharamisha ni haki ya nani? Ya Allah, wala si haki ya mja yoyote. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha
خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Mas'ud radhiyallahu anhu anasema ule mtu ambaye atataka kuona wasia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wasia huu uko na stampu yake muhuri wake, faliyaqra asoma qawluhu ta'ala qul ta'alu sameni ya qul ta'alu kujeni atlu ma harrama rabbukum, niwasomeni alichoharamisha Allah, ila qawli wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa ni njia yangu iliyonyooka ifuateni. Ibn Mas'ud huwa Abdullah ibn Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali au majina ya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali, sahabiyun jalil, ni katika sahaba watukufu min as-sabiqin al-awwalin, katika wa kwanza, min kibari ulama as-sahaba, katika wakubwa wanachuoni masahaba. Lazama an-nabii sallallahu alaihi wasallam alimlazim Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaona yeye, watuufia na akakufa mwaka wa 32. Wasia hiya al-amr al-muakkad al-muqarrar, wasia ni katika jambo ambalo lilifanywa mkazo. Khatama al-khatam bi fathi ta, katika kufungua ni ta wa kasri na kutia kasra. Halqatu dhatu fadl min ghayriha, ni kitu kilicho duara kilicho mzunguko ambacho ni cha fedha, inafanya inaitwa khatam. نعم. وختمت على الكتاب معنى طبعت، ختمت على الكتاب يقول بمعنى طبعت، ثم ختمت على الكتاب يقول فإن بكون kuchapisha kile kitabu. Ama maana al-ijmali lil-athar, maana ijmali lil-athar nasema yudhkar ibn Mas'ud, yadhkur ibn Mas'ud radiyallahu anhu ana taja ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yaqum Mtume sallallahu alayhi wasallam لو وصى لم يوصي إلا ما وصى به الله تعالى. كما Mtume صلى الله عليه وسلم akikuwa anatoa wasia angelitoa wasia isipokuwa ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa wasia huo kutoa. Fa inna Allah qad wassa bima fi hadhihi al-aya, hakika Allah yeye ametoa wasia kama ilivyo aya hizi. Lianna subhana qad khatama kull ayatin minna biquli dhalikum wasaq, katika kila aya Allah subhanahu wa ta'ala anamalizia kwa kusema dhalikum wasaq. Hii ni jambo limetulewa wasia kwa kweli. Wa inma qala Mas'ud dhalika, Mas'ud amesema hivyo lamma qala Ibn Abbas, alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, alivyosema anna ar-raziyata kull ar-raziya ma hala baina an yaktuba lana Rasul sallam wasiya, ya kuwa kilichofungamanisha kati yetu sisi ya kuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya, alikuwa mwenye sisi nini wasia. Fadhakkara Ibn Mas'ud, sura akawakumbusha radiyallahu anhu anna indahu min al-Qur'an ma yakfihi, yakuwa kuna Qur'an kinatufanya nini, kinatosheleza nyinyi. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bi kitab, wasia angetoa wasia isipokuwa kitabu chake Allah tabaraka wa taala. Okay, munasaba hadha al-athar lil-bab, munasaba ya athari hii, kwa sababu unaposikia athari ni kauli sahabi, neno la sahaba, kwa mlongo huu bayana ni kuweka wazi anna ma dhukira fi hadhihi al-ayat, lililotajwa katika aya hii, kama huu wasiyatullah, ambao ni wasia wa Allah, huu wasiyatu rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni wasia wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa Allah, na kwa yeye anatoa wasia kama vile ambavyo Allah alimuhusia yeye. Naam. Ma ustafad min qawli Ibn Mas'ud, nafaidika katika kauli ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kwanza, ahamiyatu hadhihi alwasaya al-ashr, umuhimu wa wasia hizi 10 ambazo zimetajwa katika aya hizi. Pili, anna rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihi Allah, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa wasia kwa namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuhusia yeye. Wa kullu wasiyatin lillah fa huwa wasiyatun lillahi, kila wasia ya Allah ni wasia nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile umq ilmi sahaba, undani wa elimu ya masahaba, wa diqqatu fahmihim likitabillah, na ufahamu wao ndani kabisa wa kitabu chake Allah tabaraka wa taala. Na tukimalizia na hii hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, anasema qala
كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. لابن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أنسمى كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يقول nilikuwa nyuma yake Mtume صلى الله عليه وسلم juu ya punda. Faqala li, akaniambia ya Muadh, sema ewe Muadh, atadri ma haqqu llahi ala al-ibad, je unajua haki za Allah juu ya waja wake? Wama haqqu al-ibad ala Allah, na haki za waja juu ya Allah. Qultu, asema Muadh bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake ndio ni kujua. Qala, akasema haqqu llahi ala al-ibad, haki za Allah juu ya waja wake, ay ya'buduhu, umwabudu yeye, wala yushriku bihi shay'a, wala mshirikishe na chochote. Wa haqqul ibadi ala Allah, na haki za waja juu yake Allah, alla yu'adhib man la yushriku bihi shay'a, asimwadhibu na ambaye amshirikishi na chochote. Qultu ya Rasulullah, akaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe mjumbe wa Allah, afala ubashiri nnas, mimi sibashiria watu? Qala, akaambia la tubashiruhum wayatakidu, usiwabashirie wakawa wenye kutegemea haya peke yake, haya mawili, ibadatullah wa adamu shirki, yakuwa ni kumwabudu Allah na kutomshirikisha, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwadhibu yule ambaye amshirikishi na chochote. Naam, Muadh bin Jabal ni nani? Huwa Muadh bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'b bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Majina zake ni Muadh mwana wa Jabal, mwana wa Amr, mwana wa Aus, mwana wa Ka'b, mwana wa Amr al-Khazraji al-Ansari. Msabiri katika nini? Katika Maansar. Na unaposikia Maansar ni kina nani? Humul ladhina nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamkaribisha katika mji wa Madina. Sahabiyun jalil mashhur min a'yan as-sahaba, ni sahabi ambaye anajulikana katika masahaba ambao wanaojulikana, sahaba ambao wanaotajika. Wakana mutabahiran fil ilm, alikuwa yeye amebobea katika elimu, wal ahkam, katika hukum, wal Qur'an, katika Qur'an. Shahida ghazwat Badr, alishuhudia mapambano ambayo katika vita vya Badr wa mabaada, na alikuja baada yake. Wastakhlafahu an-nabii sallallahu alayhi ala ahli Makkah yawm al-fath, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa uongozi katika watu wa Makkah siku ambao alifungua Makkah, fathu Makkah. Yuallimuhum dinahum, ila wafundisha wao dini yao. Thumma ba'athahu ila al-Yaman, kisha akamtuma Yaman qadiyan, alituma kula kwa qadhi wa mualliman, na mwalimu. Mata Bisham, katika mji wa Sham, sanata 18, mwaka wa 18 Hijria. Wala hu 38 aman, alikufa akiwa na miaka 38. Radif, ar-radif huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri ad-dab. Radif maana yake ni ule ambao unaombeba nyuma yako juu ya kipando, juu ya mnyama au juu ya gari, afanye inaitwa radif. Atadri maana yake hal ta'rif, je unajua haqqullah ma yastahiqu wa yaj'aluhu mutahaddaman 'ala al-ibad, ambayo inachostahili kama kinacholeta lazima kwa mja. Haqqul ibada Allah, haqq za waja juu Allah, ma katabahu ala nafsihi tafaddulan min, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kwa nafsi yake, tafadhulan min, kujifadhilisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihsana, na kufanya ihsan. Ubashir an-nas, ukhbiruhum bidhalika yasirru bihi, niwaeleze ili wao wafurahi nayo. Ndio kusema fala ubashir an-nas, yani wabashiria watu ili wafurahi nayo. Naam, yattakilu, ya'tamidu ala dhalika, watategemea haya mawili. Fayatruku at-tanafus fil a'mal as-salihah, wataacha kwenye nini? Kushindana katika matendo mema. Naam, al-ma'na al-ijmali lilhadith, maana ya ujumla katika hadithi hii, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam arada an yubayyana, alitaka kubainisha, kuweka wazi wujuba at-tauhid ala al-ibad, wajibu na ulazima wa tauhid kwa waja, wa fadlihi, na fadla zake. Fa alqa dhalika bi sighati al-istifham, akaiweka katika namna ya kuuliza, namna ya swali, liyakuna awqa fi an-nafs, ili ingie katika nafsi,
wa ablagh fi fahmi almutaallim, yafanya dini kufika katika ufahamu wa huyu mwenye kusoma. Walamma bayyana sallallahu alayhi wasallam li Muadh fadla tauhid, alipoekawazi Muadh fadla ya tauhid, ista'danahu Muadh alimuomba ruhusa Mtume sallallahu alayhi wasallam an yukhbira bidhalika an-nas, alimuomba ruhusa ambie watu liyastabshiru, ili watu wapate bishara njema hii. Famanaahu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, akamkataza min dhalika khawfan, kukhofia nini? Min an ya'tamida an-nas ala dhalika, ili watu wategemea haya mawili, fayuqallilu min al-a'mal as-salihah, wakawao ni wachache katika matendo mema. Na munasabatu al-hadith lilbab, munasaba hadith wa mlango huu, anna fihi tafsir at-tauhid, yakuwa kuna ndani ya mlango huu kuna tafsiri ya tauhid, annahu ibadatullah wahda, yakuwa ni kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la, yakuwa hana mshirika. Ma yustafadu min alhadith, tufaidika katika hadithi hii tukimalizia darasa yetu, tawadhu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, unyenyekevu wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, haythu rakiba al-himar, alipopanda punda, wa ardafa alayhi, na vile vile Muadh jabal fa'ala akawa nyuma yake, khilaf ma alayhi ahlul kibr, kinyume cha mtu aliyofanya na dini na kibr. Jawaz lirdaf ala dabba, kuruhusiwa mtu kuweka mtu nyuma ya kipando cha mnyama, idha kana tutiku dhalika, ikiwa inawezekana. Thalithan, tatu, at-ta'lim bi tariqati su'al wal jawab, njia ya kufundishana katika njia ya kuuliza na kujibu. Rabi'an, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam, mwenye kuulizwa katika jambo ambalo yeye halijui, yanbaghi lahu, inampasa yeye kusema, an yaqula, aseme Allahu a'lam, Allah ndiye anajua. Khamisan, tano, ma'rifatu haqqullah 'ala al-ibad, kujua haki za Allah juu ya waja wake, wa huwa an ya'buduhu wahda, maabudu Allah peke yake, la sharika la, hana mshirika. Sadisan, sita, anna man lam yatajannaba shirk, ule mtu ambaye hatajiweka mbali na shirki, lam yakun asiyan bi ibadati llah, atakuwa yafanya hajatekeleza ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan wa hakika, walau abadahu fi sura, hata kama tamabudu kwa njia ya picha. Hata kama mtu ambaye anafanya nini hatajiweka mbali na nini na shirki. Sabi'an, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi, fadlu ya tauhid na fadlu ambayo anafanya kashikamana nayo. Thaminan, tafsiru tauhid, tafsiru tauhid wa annahu ibadatullah wahda, kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wa tarku shirki, na kuacha shirki. Tasi'an, tisa, istihbab bisharati almuslim, kupendekezwa kubashiria muislamu bima yasurruhu, kwa kinachompendeza na kinachomfurahisha. Ashiran, kumi, jawaz kitman alilm lilmaslaha, uruhusa ya kuficha elimu kwa maslaha fulani, na kwenye kuficha elimu hiyo kwa maslahi fulani. 11, taaddubu almutaallim ma'a muallimihi, kuwa na adabu ya mwanafunzi pamoja na nani, na mwalimu. Inshallah tutakomea hapa. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.